أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, katika siku hii ya leo, kwanza kabisa Eidul Mubarak, na siku ya leo ni katika siku ya pili ya Eid, ambapo bado tunaendelea na kusherehekea sikukuu yetu ya Eid. Tunakutakieni Eid njema, lakini pia vile vile tunakutakieni usherehekeaji mwema na bila kuweza kufanya mambo ya ajabu wala kupatwa na shida yoyote ile katika sherehe ya siku ya leo. Walillahi alhamdu, hii ni Eid nzuri kabisa, imepambika, ya mwaka 2025, Eidul Udhiya, Eid ya kuchinja, na kadhalika vile vile ni Eid ambayo ina matukio makubwa yenye kumbukizi katika dini yetu sisi ya Kiislamu. Moja kwa moja naomba tuende katika somo letu katika siku hii ya leo. Somo letu linasema dalili au alama 15 za nyumba inayoikaliwa na majini, au alama 15 za nyumba iliyosibiwa na majini. Ukiziona alama hizi, basi fahamu ya kwamba nyumba yako ina majini au sehemu unapoishi pana majini, na unatakiwa pia ufanye jitihada za kuhakikisha unayaondosha majini hayo katika nyumba hiyo. Alama 15 zitakazokujulisha nyumbani kwako kuna majini. Lakini pia kabla ya kufanya lolote, naomba tusiache kusubscribe katika channel yetu, tusiache kushare ili na wenzetu wapate kujifunza hichi ambacho tumekuwa tukifundisha insha Allah. Ama tukianza na alama ya kwanza, kipi kitakachokujuza kwamba nyumbani kwako wanaishi majini na nyumbani kwako kuna majini? Alama ya kwanza ni kusikia kitu kinalia juu ya nyumba yako. Aidha, kwa wale ambao hawaishi katika magorofa, utasikia kama kitu kinalia katika bati kule juu kwa kishindo kabisa. Unaweza ukasema limetupwa jiwe katika nyumba yako. Lakini ukifuatilia, wakati mwingine usikute hata alama ya kwamba jiwe lilitua, wala jiwe likitua katika bati si huwa linadondoka chini, lakini usilione, lakini ukasikia tu puu kwa kiwango kikubwa sana, basi fahamu wewe ndugu yangu ya kwamba hiyo nyumba yako ina majini wanaoishi katika nyumba hiyo. Fanya jitihada za kuhakikisha unafanya sana visomo na kuhakikisha kwamba unachoma aina ya madawa kama hujui visomo, ili uondoshe majini hao. Inawezekana wewe ukawa ni Mkristo, hujui kisomo gani ufanye, basi hakikisha kuna aina fulani ya dawa ambazo unachoma za mafusho kuweza kuondosha majini hao. Lakini pia jambo la pili, kusikia vitu vikitembea juu katika nyumba yako. Juu, kuhisi kwamba kuna vitu vinatembea juu ya nyumba yako. Hiyo pia ni dalili ya kwamba nyumbani kwako wanaishi majini. Jambo la tatu ni kuona au kusikia mapaka wakiwa wanalia hovyo nyumbani kwako, katika uchochoro, aidha uani kwako, na sehemu yoyote ile, ilimradi iwe ni katika mazingira ya kwako. Ukasikia vitu vinalia hovyo, viumbe vinalia hovyo, basi my friend, ni kwamba nyumbani kwako
nyumbani kwako kuna majini ambao wanaishi nyumbani kwako. Fanya juhudi uhakikishe kwamba utafanyaje ili kuwaondosha majini hao wasije wakaleta shida baadaye katika nyumba yako. Ama alama ya 4, watoto wadogo kulia sana katika nyumba hiyo. Kuwa na watoto wenye kulialia sana katika nyumba yako. Ukiona nyumbani kwako watoto wanalialia sana, haswa nyakati za usiku, japo pia mchana, lakini usiku ndio sana watu wamelala, wao ndo kama booster zinafunguka za vilio, basi fahamu ya kwamba nyumbani kwako kuna majini. Na wakati mwingine watoto wanalia utafikiri wamemuona mtu. Mtoto analia kwa sauti kali, yani kama anatishwa, basi tambua kwamba nyumbani kwako kuna majini. Jambo la 5, kuhisi kama vile vyombo vinavunjika ila vyombo vyenyewe vinakuwa havijavunjika. Yani unaweza ukalala tu lakini ukasikia jikoni tukata kama vile kuna chombo kimevunjika, chombo cha udongo. Ukahisi tu kabisa pengine kuna chombo kimevunjika. Lakini ukiamka asubuhi kwenda kutazama hakuna chombo kilichovunjika. Basi ndugu yangu, hiyo pia ni dalili ya kwamba nyumbani kwako kuna majini. Fanya jitihada uhakikishe unawatoa ili isije ikawa tatizo baadaye. Jambo la 6, kuhisi mtu kapita mbele yako. Yani unaweza ukawa umekaa pale nyumbani kwako, lakini kumbuka kwamba matukio haya ni nyumbani tu, sio nje na nyumbani. Umekaa tu pale nyumbani kwako, ghafla ukahisi kama kuna mtu anapita mbele yako, lakini mtu mwenyewe umuoni, lakini hisia zinakutuma, mbona kama kuna mtu kapita hapa? Basi ndugu yangu, tambua kwamba katika nyumba hiyo kuna majini. Jambo la 7, kuibiwa vitu vya thamani kama vile madini, pete za dhahabu na kadha wa kadha katika nyumba yako. Kupoteza vitu vya thamani sana. Na pia kupoteza pesa pasipokuwa na hesabu zozote. Kuna yupo mtu katika nyumba yake kuna watu waaminifu sana, wakiwemo watoto wake, aidha familia yake. Hakuna kabisa mtu mjanja au mtu mwenye tabia ya udokozi wala ya wizi. Hakuna. Watu wanaaminiana sana. Lakini unakuta unapoteza pesa, unapoteza vitu vya thamani. Wakati mwingine unaishi tu peke yako lakini vitu vinapotea tu ovyo ovyo. Hujui vimekwenda wapi. Basi ndugu yangu, tambua kwamba nyumbani kwako kuna majini. Tena na hao majini ndio chanzo cha kukuibia vitu vyako. Sasa fanya juhudi kuhakikisha kwamba unafanya mambo ili kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Ama dalili ya 8. Dalili ya 8, kuona vimvuli au kimvuli cha mtu kinachopita mbele yako. Yani ghafla tu unaweza ukaona kimvuli kimepita, halafu humuoni mwenye kimvuli kile. Hayo mambo yapo yanatokea. Ndugu yangu, wewe katika nyumba hiyo kuna majini. Na sio lazima dalili zote hizi ninazokutajia ziwepo nyumbani kwako, la, bali inaweza ikawepo 1 au zikawepo 2 ama zikawepo 3. Tambua ndugu yangu, nyumbani kwako kuna majini. Hiyo ni dalili ya 8. Dalili ya 9, kugombana mara kwa mara kati ya mke na mume au mume na mke. Mke na watoto wake nyumbani au baba na watoto wake nyumbani. Mama na watoto, baba na watoto. Katika nyumba hiyo amani hakuna. Nyumba ambayo haina amani ni kugombana. Au kama ni nyumba ya wapangaji, basi kugombana wapangaji mara kwa mara. Wapangaji kugombana mara kwa mara, basi nyumba hiyo ina majini. Hiyo ni dalili ya 9. Dalili ya 10, aidha alama ya 10, ni kuhisi harufu mbaya ndani kwako.
Ndani kwako unahisi harufu mbaya tu, hata usafishe vipi harufu ile haiishi. My friend, nyumbani kwako kuna majini. Kuhisi harufu mbaya. Dalili ya 11 ni vitu kuhamahama vyenyewe. Yaani vitu vinahama. Umeweka kitu hapa unakikuta pale. Kitu wakati mwingine unaweza kuwa umeweka chumbani ukakikuta sebleni. Hichi kitu nilikiweka saa ngapi? Nilikiamisha saa ngapi? Basi unakuwa huelewi. Basi hizo ni dalili ya kwamba nyumbani kwako kunasibiwa na majini. Kuna haja sana ya kwenda kuchoma mafusho tuliyokuwa nayo sisi. Sisi tunayo mafusho barabara sana ambayo ukiyachoma nyumbani kwako, jini yoyote hawezi kukaa katika nyumba yako. Inshallah popote pale ulipo tunaweza kukupatia mafusho. Lakini dalili ya 11, vitu kuhamahama vyenyewe. Vitu kuhamahama vyenyewe. Yani unaweza ukakiweka, yani kuhamahama hapa tunamaanisha kwamba pale tunarudi kwamba kitu kilikuwepo hapa unakikuta pale, kitu kilikuwa pale unakikuta hapa. Hii ni moja ya vitu kuhamahama hovyo. Lakini pia dalili ya 12, kuhisi kuna mvua lakini ukitoka hauioni hiyo mvua. Unamkuta mtu anahisi kuna mvua kubwa, anahisi kabisa au anasikia nje kuna mvua, lakini akitoka nje haioni mvua. Basi ndugu yangu, hapo kwako kuna majini. Dalili ya 13, ukiingia ndani, yani namaanisha kuingia nyumbani kwako. Inawezekana umetoka, umeenda kazini, umeenda wapi, kote uko salama, lakini ukiingia tu ndani kwako unahisi mwili unakusisimka. Basi tambua kwamba nyumbani kwako kuna majini. Katika nyumba yako au chumba chako pengine umepanga, ukiwa nje uko sawa, ukiwa ndani tu tayari mambo hayo yanajitokeza, basi kuna majini. Jitahidi sana kutafuta njia za kujiepusha na majini hawa. Lakini pia 14, kuhisi harufu nzuri ya manukato mazuri au harufu ya chakula kizuri. Pale mtu anapoingia sometimes anasikia harufu inanukia pilau safi kabisa au nyama safi zinakaangwa zinanukia, lakini haoni wapi panakaangwa nyama. Unasikia harufu za mabiriani lakini huoni kama kuna sehemu hata jirani panapikwa biriani. Sasa hizi ni dalili za kwamba nyumbani kwako kuna majini. Kisha dalili ya 15, kuota ndoto za ajabu pamoja na kutisha. Kuota ndoto za ajabu sana, lakini pia kupata ndoto za kutisha sana. Hii pia ni moja ya dalili za kwamba nyumbani kwako kuna majini. Kwa nini? Kwa sababu ukilala nje na nyumbani kwako hizo ndoto upati. Huoti chochote kibaya wala utishiki. Lakini ukilala nyumbani kwako unakuwa unapata ndoto za namna kama hii. Basi tambua ndugu yangu kwamba nyumbani kwako wapo viumbe wa kijini. Sasa nini cha kufanya ili kuweza kujinusuru? Cha kufanya ili kuweza kujinusuru, binafsi yetu sisi tumekuandalia fusho zuri kabisa la maana. Tunalo fusho ambalo ukilichoma katika nyumba yako, basi kiumbe yoyote wa kijini ataondoka nyumbani kwako. Fusho hilo lichome tu nyumbani kwako, lichome upate ule moshi utokee. Tena ikibidi choma kila chumba. Nenda chumba hichi, choma moshi uende. Ingia chumba kingine, kama una vyumba 3 4, choma vyumba vyote. Malizia na sebleni, na kama unaua kachome na uani kwako. Kama ni chumba chako kimoja labda umepanga, choma pale chumbani kwako. Wallahi tumia dawa hii kwa muda wa siku 21.
utaondokewa na madhara yote katika nyumba yako na mambo yatakuwa safi na salama. Hizi ni dawa tunaita fusho la kuondoa majini, mauchawi na madhiki mabaya katika nyumba yako. Inshallah, kwa yoyote ambaye atakayelihitajia fusho hili, basi tupo active kuweza kumtumia popote pale alipo, ukiwa Burundi, ukiwa Kongo, ukiwa Kenya, ukiwa hapa Dar es Salaam, ukiwa mikoani, basi tutakutumia dawa hizi. Kwa tambua kwamba dalili hizi na uzifanyie kazi kuhakikisha kwamba nyumba yako itakuwa si sahihi endapo utaacha mambo haya yaendelee. Kinga ni bora kuliko tiba. Mwisho kabisa naomba nikutangazie ewe ndugu yangu, tuna matangazo mawili. Tangazo la kwanza, tunacho kitabu ambacho kina majina 30 ya Mungu. Kitabu hichi kila jina moja lina maana yake na dua yake na tiba yake. Kitabu hichi kinapatikana kwetu kwa njia ya PDF tutakutumia kwenye simu yako, na utalipia sadaka ya shilingi 15,000 kwa ajili ya kuendelea kuweka bundle ya internet ili tuendelee kukupa ilmu mbalimbali katika darasa zetu insha Allah. Lakini jambo la mwisho, tunatoa fursa za nusura za ndoa. Kwa yoyote yule ambaye anataka mke atuone, na kama kuna mwanamke anahitaji mume, tunaomba atuone. Tutakupa fursa ya kupata mume wa kukuoa, na tutakupa fursa ewe mume kukupa mke wa kumuoa aliyokuwa safi biidhnillahil karim. Tunaomba watu wenye kuhitaji nusura za ndoa watuone kupitia nambari za simu unazoziona hapo chini za 0713 52 19 44. Tutafute kawaida au tutafute kwenye WhatsApp. Inshallah, kufikia hapo na kuomba usiache kusubscribe, usiache kucomment kile ambacho pengine hujakielewa, tutakujibu. Na walillahi alhamdu, kufikia hapo ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Muhammad Kundia almaruf Anko K. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.